Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye chaneli yetu tujifunze HTML kwa Kiswahili. Kwenye video iliyotangulia tulijifunza HTML fomu ni nini, na tuliona kwamba fomu ni sehemu ya kukusanya au kuingiza taarifa ya mtumiaji au taarifa za mtumiaji. Leo tunachotakiwa kujifunza na kukifahamu ni kwamba taarifa hizo zinaingizwa kupitia kitu kinachoitwa input. Swali, input ni nini? Tunaposema input katika HTML, hapa tunakusudia ni ile sehemu ambayo mtumiaji anaandika au anaingiza taarifa zake. Tupo pamoja eh? Okay. Sasa tuangalie hizo input ni zipi na vipi zinavyoandikwa. Input zipo nyingi, lakini leo tutaanza na input ya mwanzo ambayo ni text input. Text input hii ni aina ya input ambayo hutumika kwa majina, username au maandishi mengine ya kawaida. Ninachokusudia kusema ni kwamba unapotengeneza HTML form, ile sehemu ambayo unataka mtumiaji wa fomu ulioitengeneza ajaze jina, ajaze username au ajaze maandishi mengine ya kawaida, fomu ya aina hiyo au input za aina hizo unatumia text. Tupo pamoja? Okay. Sasa tuanze kutengeneza fomu yetu na tuone jinsi ambavyo tutaingiza input zetu. Kutengeneza fomu unaanza na tag ya fomu hii hapa. Unafunga hapa. Hii sehemu ya katikati ndio ambayo input zetu zitakapoandikwa. Lakini kabla ya kuanza na input ya mwanzo, tuanze na kitu hichi hapa kinaitwa label. Label ni nini? Label ni maelezo au maandishi yanayoeleza input ni ya nini. Kwa mfano hapa mimi naandika jina. Okay. Twende kwanza kwenye browser tuone kipi ambacho kipo au kinatokea. Kija hapo ukipiga okay, jina limekuja. Sawa sawa. Sasa hiyo ndo kazi yake, kuelezea kwamba input itakayokuja ni mtumiaji wa fomu anatakiwa ajaze jina. Kwa hiyo hapa kwanza naandika BR, maana yake kuifanya fomu yangu iwe na muonekano mzuri wa mfumo wa column na sio row. Baada ya hapo naanza na input ya mwanzo ambao nimesema input hii tumesema ni text. Kwa hiyo hapa utaandika type, maana yake hiyo aina ya input yako ni nini? Tumesema iwe ni text, ndio tuliokubaliana kwamba tutasoma ya kwanza. Kwa hiyo hapa tunapiga hivi, tumefunga. Moja kwa moja tunarudi katika browser, tuna refresh ile page. Refresh page yetu hii, utaona imekuja hii hapa kwamba hii jina ndiyo label. Maana yake haya maandishi haya yanaelezea kwamba mtumiaji wa fomu hapa katika input hii anatakiwa ajaze jina lake. Tunafahamiana? Okay. Input ya pili ambayo tutakwenda kuizungumzia siku ya leo ni input inayoitwa email. Email kama lilivyo jina lake, hii ni input ambayo inatumika kwa ajili ya email. Nayo hapa kwanza tuweke break, maana yake BR hapa. Alafu chini napo tutaandika label napo. Okay, label hii. Okay, label hapa nitaandika email. Email, twende katika browser hapa. Tuangalie. Okay, imekuja jina email.
Sasa naenda kuiandika hiyo input husika sasa, na hapa usisahau kuandika br, ni kwa sababu ya kuifanya fomu yako ikae vizuri. Chini naandika input hapo. Type, tumesema type yetu ama aina iwe ni email. Hiyo hapo mwisho hapo unafunga na kuja katika browser hapa una refresh page, tayari amekuletea hapa sehemu ya kuweka email. Cha kuzingatia katika input hii ambayo ni email, hii lazima ujaze email. Ukijaza kitu kingine chochote, ukijaribu kusubmit itakataa tu. Tumefahamiana? Okay. Input nyingine ambayo tutaizungumza ni input inaitwa password, lakini hapa napo tuweke br. Password inatumika kwa ajili ya kuficha siri, manake ni neno la siri. Kwa hiyo katika fomu yako ukitaka kuweka sehemu ambayo wale watumiaji wa fomu yako wajaze password au wajaze neno la siri, basi wakati wa kutengeneza unatumia input inayoitwa password. Napo hapa napo naanza na label, okay, hivi label, alafu na pia naifunga hapa, naandika tumesema password hapa. Okay, na hapa mwisho pia usisahau kuandika br ili kuifanya fomu yako iwe vizuri. Okay, na chini sasa ndo tunaenda kuiandika ile input yetu husika ambayo ni password. Naandika hapa input. Type iwe ni nini? Aina tumesema iwe ni password. Okay, password hapa. Okay, mwisho hapa napo unafunga na kuja kwenye browser na refresh page yetu hapa, naona ametuletea password, na ukijaribu kuandika hapa zinakuja mtindo ule ule wa password. Hapa hairuhusiki, manake maneno yanakuwa yanafichwa kwa sababu ya usalama, kama tunavyoelewa kwamba password ni neno la siri. Kwa hiyo na password inabakia hivyo hivyo siri, na maana maandishi yanakuwa yanafichwa na kuja katika mfumo huo wa bullet au dot. Tupo pamoja? Okay. Kitu kingine ambacho tunatakiwa kukifahamu, ni muhimu sana, ni kitu kinachoitwa placeholder. Placeholder, haya ni maandishi au ni message inayoandikwa katika ndani ya input. Kwa mfano hapa tunaona kwamba hii label imetuambia kwamba hapa tunatakiwa tujaze jina, hapa tunatakiwa tujaze email, hapa tunatakiwa tujaze password. Sasa unapoweka placeholder, hiyo ndio inarahisisha zaidi. Kwa mfano hapa moja kwa moja naweka placeholder hapa, placeholder. Nasema vipi? Andika jina, andika jina. Nikija na refresh page hapa, angalia kinachotokea, unaona andika jina. Na hii sehemu ya pili au zilizobakia hizi hapa kuna email. Okay, email napo nitaandika andika email. Okay, na sehemu ya tatu hii ya mwisho unaweka placeholder, nayo nasema okay, weka password. Okay, tunakuja ku refresh kwa pamoja zote. Kwa hiyo ukirefresh hapa unaona kwamba hapa amekuandika andika jina, andika email, weka password. Tumefahamiana? Okay, na kitu cha mwisho ambacho tutakuja kukizungumzia kwa kina katika video zinazofuata ni button. Maana yake tunaenda kusubmit fomu yetu, tunaandika tu hapa button, na tutakuja kuzungumza. Okay, button hapa naweka type iwe nini? Submit. Tutakuja kueleza kwa kina mbele hapo, na hapa naandika neno submit. Okay, tuende katika browser tuone. Okay, hii hapa submit, lakini nataka tuiweke chini. Kwa tukitaka kuiweka chini, nayo hapa moja kwa moja tunakwenda kuweka break hapa au br hapa, naandika br ili ile ije chini. Kwa naenda ku refresh tena hapa, tunaona ipo hivi. Kwa hiyo
BR haitoshi, tuongeze BR nyingine hapa ili ipate nafasi nzuri. Utaandika BR hapa nyingine ya pili, alafu tutakuja tena ku refresh. Okay, tunaona sasa hapa form tayari ipo, simple form. Maana yake kuna jina, kuna email, kuna password. Kwa mfano hapa naandika Juma. Okay, Juma. Hapa naandika, sasa angalia kile kitu ambacho tulikizungumza pale awali na kiacha hapo. Naandika si kimfumo wa email. Hapo naandika tu password 1 3 4 mfano. Na submit, angalia kinachotokea. Anakuambia please include an in the email address. Maana yake hapa kama sio email utakayojaza haitokubali. Kwa hiyo tunaenda kurekebisha hapa, naandika email at gmail.com. Kwa hiyo sasa ukisubmit hapa moja kwa moja inakwenda. Asante sana. Kama umejifunza kwenye video hii, na kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment yako ina umuhimu sana.